الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وبعد. ndugu zangu katika imani, maswali manne kila mmoja wetu ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni mtume wa Mwenyezi Mungu msema kweli aliyesadikiwa, anasema hakuna mguu wa yoyote ambao utasogea siku ya kiyama isipokuwa utaulizwa maswali manne. Ukitizama haya maswali manne yote yanarudi katika neema ya Mwenyezi Mungu aliyokupa duniani. Na anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi iliyokuwa sahih fi marawahu Shaykhan, hataona isipokuwa yale ambayo amekadimisha duniani. Mema ataangalia kushoto, hataona ila isipokuwa yale aliyofanya duniani. Na kitizama mbele mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaiona moto wa jahannam ukichemka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iogopeni moto wa Mwenyezi Mungu wal billah. Ndugu zangu, maswali manne ambayo ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yako utaulizwa. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadith aliyoipokea Imam Tirmidhi na hadith sahih kwamba kitu cha kwanza utaulizwa kuhusu matendo yako, kuhusu matendo yako uliyofanya. Kisha utaulizwa juu ya mali yako, vipi uliichuma na vipi uliitumia. Kisha utaulizwa juu ya ilmu ambayo wewe ulitafuta, talabul ilm, utaulizwa ulitafuta kwa njia ipi. Kisha swali la mwisho utaulizwa juu ya mwili wako. Huu mwili huu sasa hivi unauona ni wako, unapumua unavyotaka, lakini roho ikishatoka inakuwa ni gogo, inakuwa ni mithili ya sanamu, sio tena mwanadamu. Kitandani wanakutoa wanakuweka chini kwenye sakafu, jina lako shabadilishwa tena, hauitwi Abdullah au Muhammad au Salim, unaitwa marehemu. Na Mwenyezi Mungu atakuuliza juu ya mwili huu siku ya mwisho. Huu mwili ulikupatia nguvu, na ujana ni nguvu, ulitumia wapi? Na mshairi anasema daqatu qalbi almar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Umri ya mwanadamu ni sekunde tu. Waulizeni wazee kabla miaka 10, 20 ilikuwa vipi? Watasema ni kana kwamba lahadha tu imepita, sekunde. Utakuja kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza amali yako yote uliifanya katika ipi? Kisha mali yako hii ulichuma katika haki au kwenye batil? Ulichuma kupitia halali au haramu? Na ukishamaliza kwenye vipi ulichuma, unaulizwa uliitumia wapi? Uliingiza katika mambo ya lahu na lahu, mambo ya starehe, ama ulitumia katika dini ya Mwenyezi Mungu na ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hii mali ni amana ya Mwenyezi Mungu kwako. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kama hadithi iliyokuwa sahihi kwamba watu wa mwisho kuingia peponi ni wale ambao Allah amewaruzuku mali, matajiri. Hawa ni watu wa mwisho kuingia peponi baada ya mizan, baada ya qantara, baada ya kila kitu. Bado wataulizwa juu ya mali yao, kila dirham, kila shilingi moja uliiweka wapi? Na mwishoni mnafahamu ya kwamba kaburi ndiyo hatua ya mwanzo ya siku ya mwisho. Kiyama inaanzia kaburini. Kaburini ukipita vyema, mwishoni mbele ya Mwenyezi Mungu akhera utapita vyema. Ndugu zangu, kaburini utaulizwa juu ya matatu, na baada yake utaulizwa juu ya manne. Utaulizwa maswali yote, wala tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Kila neema alikupa Mwenyezi Mungu, macho, masikio, mdomo, ulizungumza kwa haram, ulisengenya, ulimi huu ulitumia kupigia debe haram. Macho ulitizama haram, ulitizama nini? Masikio ulisikiliza haram. Kila punje, kila udhu katika mwili wako utaulizwa siku ya kiyama. Tena bahati mbaya, suratul Fussilat Mwenyezi Mungu anasema kila mwili, kiganja, mguu, mkono itakushuhudia siku ya mwisho. Surati Yasin Mwenyezi Mungu anasema al-yawma nakhtim ala afwahihim, mihuri na piu katika mdomo.
watukallimuna aydihim, mikono yao inatusemesha, mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo na wanazuoni wanasema jambo la mwanzo ambayo itakushuhudia siku ya kiyama itakuwa dhidi yako ni mapaja yako mawili, kisha miili mingine tafata. Allahumma ij'al hadha al-jam'a jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan mu'ayyadan ma'suma la tada' fina wala ma'ana shaqiyyan wala mahruma. اللهم غزر أمطارنا ورخص أسعارنا ووفق حكامنا لما تحبه وترضى. اللهم احفظ تنزانيا وأهل تنزانيا وحكامها ورؤسائها. اللهم اجعلها بلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رخص أسعارنا وغزر أمطارنا ووفق حكامنا لما تحبه وترضى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤيدا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤيدا. اللهم احفظ جميع المسلمين يا رب العالمين على مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، خص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.